Habari za wakati huu tena mfuatiliaji wa Kankono TV. Karibu tuangazie kile kilichojiri ulimwenguni. Na wakati huu tuelekee huko Teherani nchini Iran. Naitwa Ramadhani Fupi. Kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya nchini Iran, Ayatollah Al-Khamenei, amesema kwamba taifa la Israel limejiandalia hatima ya uchungu na mateso kufuatia shambulizi ambalo lilifanywa na serikali ya Israel nchini Iran usiku wa kuamkia leo Juni 13 mwaka wa 2025. Al-Khamenei amesema kwamba walichokifanya Israel ni sawa na jinai na ukatili dhidi ya Iran, hivyo lazima wakumbane na adhabu kali kutoka kwa jeshi la Iran. Namnukuu, enyi watu wa Iran, mapema alfajiri ya leo utawala wa Israel umeonyesha uso wake wa kweli kwa kutekeleza jinai dhidi ya nchi yetu pendwa. Utawala huu lazima usubiri adhabu kali kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Mkono wenye nguvu wa majeshi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran hautawaacha salama Wazayuni, anasema Ayatollah Al-Khamenei, kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran. Al-Khamenei ameongeza kwa kusema kwamba baadhi ya makamanda wetu mashujaa na wanasayansi wameuawa shahidi wakilitumikia taifa lao. Waliobaki wataendelea kutekeleza majukumu yao bila kusita kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Kwa jinai hii, utawala wa Israel umejiandalia hatima ya uchungu na mateso. Ayatollah Al-Khamenei amemaliza kwa kusema hivyo siku ya leo ya Ijumaa Juni 13 mwaka 2025. Katika hatua hiyo hiyo, Wizara ya Mambo ya Kigeni kwa kushirikiana na watu wa Iran ipo katika hatua ya kufanya maombolezo kuwaombea wale wote waliouawa katika shambulizi la Israel lililotekelezwa usiku wa kuamkia leo, huku wizara mbalimbali zikiendelea kutoa tahadhari kwa raia. Hata hivyo, kulingana na taarifa iliyotolewa na Abbas Araghchi, anasema kwamba mashambulizi yaliyofanywa na Israel ni ukiukwaji wa wazi wa ibara ya pili kifungu cha 4 cha hati ya Umoja wa Mataifa. Kadhalika, kwa mujibu wa kifungu cha 51 cha hati hiyo kinasema kwamba kitendo chochote cha uchokozi dhidi ya Iran ina haki ya kujilinda kwa njia yoyote itakayoona inafaa. Mfuatiliaji wa Kankono TV, hayo ni machache yaliyojiri wakati huu, na wewe pia una nafasi ya kutoa maoni yako kuhusu hiki kinachoendelea huko Mashariki ya Kati kwa kucomment, kulike pamoja na kushare, lakini usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa kutoka ulimwengu mzima. Naitwa Ramadhani Fupi.